Muy buenas tardes, ministros, Habari za mchana wa huduma wenza katika ufalme wa Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo. Ni baraka na upendeleo ulio mkuu kwa pamoja nanyi katika wakati huu ili kuwasalimu na kumwomba Kristo baraka zake juu ya kila mmoja wenu. Hebu Kristo malaika wa agano abariki, awaendeleze kwa njia ya kiroho na njia ya kihalisi, na atutumie kwa njia kuu katika kazi yake inayoambatana na wakati huu wa mwisho. Kwa hakika ni baraka na upendeleo ulio mkuu kwa pamoja nanyi na kuona ya kwamba nyinyi mko bega kwa bega mkiunga mradi wa kiungu unaoambatana na wakati wa mwisho, yani kazi ya Mungu yote inayoambatana na kizazi cha jiwe la pembeni. Wakati fulani tunaweza kujiuliza, ningalifanya nini? Kila mmoja wenu angejiuliza, ningalifanya nini kama ningeishi wakati wa Musa? Ni jambo lile tu nalolifanya katika wakati wetu. Ningefanya nini ikiwa ningeishi siku za Elia? Ningekuwa mmoja wa wale 7,000 ambao hawakupigia magoti Baali pamoja na Elisha. Na kama tungeishi katika wakati wa Samueli au katika wakati wa mojawapo wa manabii, basi tungekuwa tunasikiliza ujumbe ambao Mungu angekuwa akizungumza kupitia kwao. Kila wakati tungetambuliwa kama waaminio, kwa sababu jinsi tulivyo katika wakati wetu, kama tungeishi katika wakati mwingine tungekuwa hivyo, waaminio katika neno la Mungu, katika njia ambaye neno la Mungu linakuja kwa wakati ambao tumewekwa kuishi. Kwa hivyo tungekuwa na shida. Tunajua jinsi tungekuwa zamani, ingekuwa tungeishi zamani, na tunajua sisi ni nani sasa, waaminio, na tunajua tutakavyokuwa katika siku zijazo, tutakuwa waaminio pia. Mweza kuketi tafadhali, mpumzike kidogo. Ahadi kwa wakati wetu imetolewa na Mungu kupitia maandiko na ikarekodiwa na mchungaji William Branham kwa watu wote wa Mungu. Kwa hiyo kama ndiposa anaonekana akitanguliza kile ambacho Mungu ameahidi kufanya katika wakati wa mwisho. Kwa hivyo katika kutanguliza kuja kwake Bwana, pia anatumia vifungu vya Agano la Kale, kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumia vifungu vya Agano la Kale ambavyo vilizungumza juu ya kuja kwake Mesia. Na Mungu anaahidi kupitia kwa manabii wa Agano la Kale na kuzungumza kupitia mchungaji William Branham kuja kwake mwana Adamu pamoja na malaika zake katika wakati wa mwisho. Na malaika waliotumwa na mwana Adamu pamoja na ile sauti kuu ya baragumu ni ile mizeituni miwili, Musa na Elia, watakao waita na kwa kusanya Ibrania 144,000 kutoka kila kabila. Na kile kilicho baragumu ya 7 ambaye ni ile mizeituni miwili, Musa na Elia, kilicho baragumu ya 7 kwa Wayahudi ni muhuri wa 7 kwa kanisa. Muhuri wa 7 kwa kanisa ni kuja kwake Bwana. Na sasa Musa katika wakati wake na pia Elia katika wakati wake
Wote wawili walikuwa kwenye mlima wa Mungu na wakakutana na Mungu. Mungu alisema nao, na ni pale pia ambapo Mungu alimpa Musa ujumbe kwa ajili ya kipindi cha 5, kipindi cha sheria. Na pamoja na Elia, Mungu alisema naye katika ile sauti ndogo nyororo ambayo inaambatana na hatua ya 4. Kwa sababu kwanza, hebu tuone Miguel kama uko nayo hapo, kama unaweza kuipata upesi. Kwanza kulikuwa na upepo mkali ambao ilivunja miamba ama ilivunja miti. Wafalme wa kwanza mlango wa 17, mlango wa 19, 19 mstari wa mstari wa 8 na kuendelea. 19, capítulo 19 de Primera de mlango Reyes. wa 19 wa Wafalme wa kwanza, kitabu cha kwanza cha Wafalme. Mstari wa 8 inasema, na akainuka akala akanywa. Tazameni katika mstari wa 6 inasema, ama mstari wa 5, naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Hii ni mara ya pili sasa, ama ni ya kwanza? Tutaona kama ama wakati tutakaposoma. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya malaika na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa, akajinyosha tena. Hiyo ndio mara ya kwanza. Basi malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii ni mkubwa mno kwako. Tazameni, tazameni, ni malaika wa Mungu, malaika wa Bwana ndiye yule alimwonekania Musa. Akainuka akala akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Na sasa tazameni jinsi Musa alivyoufikia mlima wa Mungu, mlima Horebu, mlima Sinai, akichunga kondoo za mkwewe. Elia naye alisafiri hadi mlima Horebu, mlima wa Mungu, alipokuwa hatarini. Alisafiri hadi eneo la mataifa, na Musa alikuwa amesafiri katika eneo la mataifa hadi kwenye mlima wa mataifa, na Musa alikuwa akichunga kondoo za baba mkwe wake. Sasa tuendelee hapa. Manabii hawa wawili ni muhimu sana, kwa sababu wao ni kivuli na mfano ya huduma ya kinabii ambayo itakuja katika wakati wa mwisho. Akainuka akala akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hadi akafikia Horebu, mlima wa Mungu. Akafika kunako pango, akalala ndani yake. Na tazama, neno la Mungu likamjia, naye akamwambia, unafanya nini hapa Elia? Akasema, nimeona uvu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameyaacha magano yake na kuzivunja madhabahu zake na kuwaua manabii wake kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao nitafuta roho yangu waiondoe. Kumbukeni ya kwamba Elia alikuwa wa ufalme wa kaskazini, moja ya ile makabila 10 ya ufalme wa kaskazini, na Musa alikuwa kabila ya Lawi.
akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunja vunja miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo, tetemeko la nchi. Lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto. Lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto, sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Eliya aliposikia, akajifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka, akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti kamjia kusema, unafanya nini hapa Eliya? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameyaacha maagano yake na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Bwana akamwambia, enenda, urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika, mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Na Elisha mwana wa Shafati wa Abeli Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamua, na atakayeokoka kwa upanga wa Yehu, Elisha atamua. Pamoja na hayo, nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilo mwinamia Baali na kila kinywa kisicho mbusu. Sasa hapa katika fungu hili inatuonyesha jambo la kihistoria lililo nzuri sana, na inatuonyesha mahali ambapo Musa alikutana na Mungu, na ambapo pia Eliya alikutana na Mungu katika sauti ile ndogo nyororo. Tazameni, kulikuwa na upepo mkali unaovuma wakati wa Kilutheri. Kukawa na tetemeko la nchi wakati wa Wesley, kukawa na moto wakati wa Pentekoste, na kisha sauti ndogo nyororo ambaye iko katika kizazi cha jiwe la pembeni. Na sasa Eliya alisikia hayo yote wapi? Aliona wapi hiyo yote? Juu ya mlima wa Mungu. Twende katika Ibrania mlango wa 12. Mlango wa 12 mstari wa 18, ambaye inasema, maana hamkufikia mlima uwezao kuguswa, uliowaka moto, wala wingu jeusi na giza na tufani, na mlio wa baragumu na sauti ya maneno, ambayo wale waliosikia walisihi wasiambiwe neno lolote lingine, maana hawakuweza kustahimili neno lile lililoamriwa. Hata mnyama akiugusa huo mlima atapigwa kwa mawe. Na hayo yalionekana jinsi yalivyokuwa ya kutisha, hata Musa akasema, nimeshikwa na hofu na kutetemeka. Bali nyinyi mmeufikia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika 1000 nyingi, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi
wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa ambayo inenayo mema kuliko ile ya Habili. Sasa hatuko katika mlima wa Sinai, bali tuko katika mlima wa Sayuni, juu ya mlima wa Mungu, katika mji wa Mungu wetu, Yerusalemu ya mbinguni, pamoja na maelfu mingi ya malaika ndani na pamoja na kusanyiko na kama washirika wa kusanyiko la wazaliwa kwanza walioandikwa mbinguni, ambao ni washirika wa mwili wa kisiri wa Kristo, ambao na majina yao yameandikwa mbinguni. Nasi tumemkaribia Mungu mwamuzi wa yote kwa roho za wenye haki waliokamilika, kwa Yesu mpatanisho wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili, damu ya agano jipya. Sasa hayo yote yaliyotokea katika ule mlima Sinai inarudiwa, lakini ni katika kiwango au nyanja ya juu zaidi, chini ya agano jipya. Na sasa Musa, ili kuleta ujumbe wa kipindi cha sheria, ilimbidi aende kwenye mlima wa Mungu, kwenye mlima Sinai. Lakini sasa Musa, katika dhihirisho lake la pili, hana budi kwenda katika mlima wa Sayuni, ambapo Mungu analeta agano jipya. Na Musa anachunga kondoo wa mataifa huko. Tunampata Musa kama mchungaji. Kwa hiyo huduma ya uchungaji iko na mfano, kivuli na mfano ya huduma ya mchungaji katika wakati huu wa mwisho. Na hapo yuko miongoni mwa mataifa na anaishi miongoni mwa mataifa katika eneo la mataifa. Hebu tazameni, baada ya kukataliwa na watu wake mwenyewe. Sasa tunapata ya kwamba pale ndipo Mungu alipompa Musa sheria pale. Na sasa hapa juu ya mlima wa Sayuni, katika kilele cha mlima wa Sayuni Sinai, alipanda ili kupokea sheria. Hapo ndipo Mungu alipozungumza naye baada ya kuwa tayari amekuja pamoja na watu mahali hapo, kwa sababu Mungu alimwambia, hii itakuwa ishara kwako, kwamba utakapokuwa umewatoa hao watu nje, utakuja kwenye mlima huu na kuabudu Mungu juu ya mlima huu. Na sasa hebu tutazame katika Ufunuo mlango wa 17, mlango wa 14. Hebu tuone kile kinachotuambia hapa. Mstari wa 7, malaika mwenye muhuri wa Mungu anakuja ili kuwaita na kukusanya na kuatia muhuri 144,000 juu ya vipaji vya nyuso zao. Mjumbe huyu anayekuja na Roho Mtakatifu pamoja na malaika wa agano, jinsi Musa alipofikia mlima wa Sinai pamoja na watu, malaika wa agano alikuwa pamoja naye, ambaye ni Kristo katika mwili wake wa kimalaika, akijidhihirisha katika hiyo mwali wa moto, na katika wakati mwingine alionekana katika umbo la mwanadamu. Lakini sasa katika mlango wa 14 mstari wa kwanza inasema, kisha nikaona na tazama, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima wa Sayuni. Sio mlima wa Sinai, bali mlima wa Sayuni, kwa maana juu ya mlima Sinai palikuwa na agano la sheria. Ulikuwa ni ujumbe wa kuleta sheria, lakini juu ya mlima wa Sayuni kuna agano jipya na ujumbe wa kipindi cha neema. Na watu 144,000 pamoja naye, wenye majina
wenye jina lake na jina la babake imeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Walikuwa na jina la mwanakondoo, la Bwana, la Mesia, na jina lake Baba limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao, kwenye vipaji vya nyuso zao. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu, na hiyo sauti niliyosikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai wanne na wale wazee. Wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwanakondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu, malimbuko kwa Mungu na kwa mwanakondoo. Na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa mbele za kiti cha enzi cha Mungu. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye Injili ya milele awahubiria hao wanaokaa juu ya nchi, kwa kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ahora vean ahí aparecen msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za bahari. Na sasa na chemichemi za maji. Na sasa tazama, hapo wanatokea wale 144,000 tena walioitwa na kukusanywa na kutoa muhuri na malaika anayekuja na muhuri wa Mungu aliye hai. Na tunajua kwamba ni mizeituni miwili, Musa na Elia, wanaokuja kuwaita na kuwakusanya 144,000. Ni wale ambao mwana wa Adamu anawatuma kwa sauti kuu ya baragumu ili kuwakusanya wateule wake kutoka mwisho mmoja wa mbingu hadi mwisho mwingine. Katika matoleo mengine inasema, au katika Injili nyingine inasema, kutoka mwisho mmoja wa dunia hadi mwisho mwingine, au mwisho mwingine wa mbingu. Kwa hiyo tunaweza kuona sasa katika Agano Jipya na chini ya Agano Jipya ya kwamba mlima wa Mungu si Sinai tena, ni mlima Sayuni, na mlima Sayuni ni kanisa la Bwana Yesu Kristo. Na wale wote walio katika kanisa la Bwana Yesu Kristo wamekusanywa pamoja na ule umati wa malaika na wale ambao majina yao yameandikwa mbinguni katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Sasa tazameni Injili chini ya Agano Jipya, au ujumbe wa Agano Jipya, Injili ya neema ilizuka, ilitokea wapi? Juu ya mlima Sayuni huko Yerusalemu. Naona kutoka mlima Sayuni ambaye ni Yerusalemu kulitokea ujumbe wa kipindi cha neema chini ya Agano Jipya. Ilitokea pale, na kwa hivyo hebu tazameni, ni agano ambalo linafanywa na kuhubiriwa kwenye mlima Sayuni huko Yerusalemu. Na hapo ndipo huduma ya Musa na Elia inapotoa ujumbe, kwa sababu kutoka kwa mlima Sayuni halisi ambayo ni Yerusalemu kulitokea kipindi cha neema na ujumbe wa sheria ulioandikwa katika mioyo na roho na akili ya watu. Na ndio maana sasa katika wakati wa mwisho kanisa la Bwana Yesu Kristo iliyozaliwa Yerusalemu, hebu tazameni, ndio iliyo na baraka za Mungu chini ya Agano Jipya.
Por consiguiente, Moisés y Na hivyo Elías, basi Musa na Eliya para encontrarse con Dios, ili kukutana na tienen Mungu que estar en el iliwabidi monte de Dios, wawe juu el ya monte de mlima wa Sión, Mungu, mlima la wa Jerusalén Sayuni, celestial, Yerusalemu ya y así por el mbinguni, estilo, donde están na hali los kadhalika escritos en el cielo, los ambapo primogénitos, que son los miembros de la iglesia. wameandikwa mbinguni, Ahí, majina y ahí yameandikwa es que mbinguni, tiene wazaliwa que kwanza surgir ambao ni washirika wa kanisa. el ministerio de Moisés Huko na kutoka hapa y Elías. ndipo huduma ya Y Musa na Moisés Eliya estaba inapaswa pastoreando kutokea. ¿qué? Na Musa alikuwa Ovejas literales, y después akichunga nini? pastoreando Kondoo halisi, gente na que fueron baadaye tipificados kuchunga en watu ovejas. ambao wanafananisha Por lo tanto, ese ministerio de pastor wanafananishwa na kondoo. es importante. Kwa hiyo huduma Para hiyo ya uchungaji ni muhimu Moisés. kwa Musa. En el ministerio de Katika Moisés huduma ya Musa, estaban todos los ministerios siendo huduma operados. zote zilikuwa De zikitekelezwa: profeta, de nabii, evangelista, de pastor, mwinjilisti, mchungaji, de maestro mwalimu y así por el estilo. na hali kadhalika. Ahora, Sasa Elías Eliya también tiene que pia surgir, aparecer. lazima atokee, El aonekane. ministerio de Elías, vean ustedes, Huduma ya Eliya, pasó al monte tazameni, de Sión. ilienda kwenye al monte mlima de Dios. Sayuni, mlima wa Ahí Mungu, el reverendo William Branham, ahí estaba, en kule el kwa monte de mchungaji Sión, William Branham. Y Alikuwa tiene que huko permanecer juu ya ahí en ese mlima monte, Sayuni, na lazima abaki pale en su juu quinta ya mlima manifestación, huo y de katika ahí dhihirisho lake la es tano, na que kutoka puede huko aweze tornarse a Israel. kurejea Y el ama de kurudi Moisés Israeli. Na huduma ya Musa pia en el silbo apacible ni katika sauti ndogo nyororo, es que Elías escucha la voz y ambapo mensaje. Eliya anasikia sauti na ujumbe wa Mungu. Na tazameni, na husiana na Tres personas: kuwatia mafuta watu watatu: al rey para Israel, mfalme wa Israeli, y mfalme al wa Shamu, sucesor de Elías. na mrithi Elisha. wa Eliya, Elisha. Y solamente Elías Na Eliya pekee llamó ndiye a Eliseo. aliyemwita Elisha. Pero como el ministerio de Elías pasó a Eliseo, Lakini kwa kuwa huduma ya estaba en una Eliya doble porción, ilienda kwa Vean, Elisha una na doble ikawa katika sehemu logró maradufu, para continuar la labor de alifanya kazi ili Elías. kuendeleza kazi ya Eliya. Un sucesor pues tiene que continuar Mrithi hivyo la basi labor anapaswa kuendeleza de kazi aquel ya que yule está sucediendo. aliyemtanguliza, Tiene que seguir la misma línea. ama aliyemtangulia Y las metas anapaswa que kufuata tuvo njia hiyo hiyo, na malengo esa persona aliyokuwa que tenía de nayo parte de mtu Dios huyo ambaye alikuwa nayo kutoka tiene kwa que Mungu, continuarlas hasta hana hacerlas budi kuyaendeleza una realidad. hadi yawe halisi, Porque viene con el mismo kwa sababu espíritu anakuja na roho ile de ile aquel ya yule al cual él está ambaye sucediendo. Es la continuación. alimtanguliza Y ahora ama ambaye podemos ver que hay anamfuata. un cuadro muy hermoso Yeye ndiye para ser kiendelezo. realizado en Na este sasa tiempo tunaweza final. kuona kwamba kuna picha nzuri sana ya kufanywa A Moisés lo encontramos viniendo katika wakati huu wa mwisho. ya con Tunamwona con Musa akija tabernáculo, pero tayari tuvo que construirlo na primero. maskani, bali ilimbidi aijenge kwanza. A Elías lo encontramos Na tunamwona Eliya arreglando el altar, akitengeneza madhabahu, reconstruyendo el altar akijenga upya con madhabahu 12 piedras, cada piedra kwa mawe representa una 10 tribu. na mawili. Tiene Kila que jiwe reunir las linawakilisha tribus kabila. perdidas, juntamente Anapaswa con las dos kukusanya makabila la tribu de Judá y la yaliyopotea tribu de Benjamín, pamoja na makabila para mawili, que kabila la la Yuda presencia na de kabila ya Dios, el Benjamini, fuego de Dios, ili uwepo wa Mungu, moto wa Mungu, el Espíritu de Dios roho wa regrese al Mungu pueblo hebreo. uweze kurejea kwa watu wa Kiebrania. Y así por el estilo encontramos Na hivyo un sinnúmero de tunapata cosas que sucedieron, mambo que son yasiyohesabika típicas yaliyotukia pale, de las ambayo que ni tienen kivuli que na suceder mfano en ya nuestro yale tiempo. ambayo yanapaswa O kutokea sea, katika wakati que wetu, tiene que yani mantener la línea hiyo profética yanapaswa que kudumisha ha sido ile trazada laini au mstari wa por kinabii Dios. ambao umechorwa Así es que na Mungu. podemos ver que estamos en un tiempo muy hermoso, Kwa hivyo muy tunaweza glorioso, kuona kwamba tuko katika wakati en donde nzuri sana wa utukufu tenemos la sana, promesa ambapo tuna ahadi de una visión en ya donde el reverendo ono, William Branham ambapo vio la mchungaji carpa William Branham y vio la aliona hema manifestación plena na de aliona Dios en esa dhihirisho carpa. kamili Está la Mungu ligado katika ahí en hema esa hilo. manifestación plena
creación de miembros que le faltan al cuerpo, imeunganishwa pale sanidades, katika dhihirisho hilo kamili, llamamiento al altar, uumbaji wa viungo vilivyokosekana, resurrecciones, uponyaji, dice ahí, wito kwa resurrección y madhabahu todas na esas cosas, ufufuo. dice Inasema pale el ufufuo William Branham. na mambo Y él haya yote no encontraba el momento, ambayo mchungaji William Branham alisema, na hakuweza kupata wakati. buscando Alihangaika akitafuta ili kutimiza ono lile alilokuwa nalo, lakini tazameni, no le fue permitido, aunque él trató, hakuruhusiwa ingawa porque alijaribu, no era kwa bajo el sababu ministerio haikuwa chini ya huduma del cuarto ya Elías. Eliya Tiene wanne. que ser bajo el ministerio del Inabidi quinto iwe chini ya Elías huduma ya Eliya wa y tano segundo Moisés. na Musa wa pili, Para entonces ili y basi esté la presencia de la columna de fuego. kuwepo Ahí na está el ángel mwali wa que moto. acompañaba al reverendo William Branham. Ahí está el Espíritu Santo. Pale kuna malaika Orando. aliandamana na mchungaji William Branham. En Kuna la Roho Mtakatifu etapa akifanya del siglo kazi katika pasible, hatua la ya etapa sauti ndogo nyororo, de la edad de hatua oro de la ya iglesia, kizazi que es cha la edad dhahabu cha de la kanisa piedra ambayo ni angular. kizazi cha jiwe la pembeni. Todas las cosas Mambo fueron yote dichas que acontecerían en el tiempo yaliyonenwa de ya kwamba yangetukia katika Elías, wakati que wa Dios le dijo, Eliya, dirás a Hazael ambaye por Mungu rey de alimwambia, Siria, utamtia mafuta a Jehú Hazaeli por wa rey de mfalme wa Israel, Shamu na Yehu wa y a mfalme wa Eliseo Israeli na por Elisha profeta en lugar awe tuyo. nabii Y solamente badala tuvo que yako. ver con Na Eliseo. ilihusiana tu Pero na Elías Elisha, en su segunda lakini Eliya manifestación katika tuvo que dhihirisho ver lake la pili con los otros que estaban alihusiana señalados para ser ungidos. na wale wengine walioteuliwa kutiwa Encontramos que para mafuta, ungir al rey de na tunapata kwamba a Jehú, ili kumwagia ni mafuta siquiera tuvo Yehu, que ir Eliseo. hata haikubidi A Elisha uno de los aende, hijos de los profetas, alituma mojawapo ya wana wa con el manabii aceite na para mafuta ungirlo, ili ya kumwagia quizás mafuta. estaba con Labda algunos años o alikuwa na así miaka lo dijo fulani Dios, au jinsi Mungu porque él tenía que alivyomwongoza, decidir kwa de kuwa acuerdo a la voluntad de Dios cómo ilifaa aamue iba a kulingana na realizar mapenzi ya Mungu jinsi esa angetekeleza etapa, el hatua ungimiento de hiyo Jehú. ya kumwagiwa Así que mafuta podemos kwa ver Yehu. Kwa hivyo tunaweza que kuona la ya obra de kwamba Elías, kazi ya que Eliya comenzó con Elías Tisbita, iliyoanza na Eliya continuó Mtishbi de etapa en etapa. iliendelea kutoka hatua hadi hatua. Mchungaji William Branham kwenye ukurasa wa 444 wa kitabu cha Mihuri anasema, Roho pekee wa Eliya ninayemjua ni Roho Mtakatifu, au Eliya pekee ninayemjua ni Roho Mtakatifu, kitu kama hiyo, kwa sababu Roho ama kwa sababu ni Roho Mtakatifu anayeendesha huduma ya Eliya katika kila hatua. Kwa hiyo tunaweza kuona ya kwamba ni kazi ya Roho Mtakatifu, kazi ambayo imetekelezwa na Mungu kupitia kwa manabii, kupitia kwa mitume, kupitia malaika wajumbe mbalimbali wa kila kizazi, na pia kwa wakati huu ambao sisi tunaishi. Kumbukeni ya kwamba katika unabii wa Ezekieli mlango wa 37 mstari wa kwanza hadi wa 14, kwa wakati wa ufufuo wa mifupa mikavu, tunapata ya kwamba ilikuwa na hatua tofauti, na inaonekana kuwa katika hatua ya nne, kwa hatua ya nne Roho ilibidi iwajie, kwa sababu hatua mbalimbali zilipita na kulikuwa na jeshi lenye nguvu lililosimama, lakini bila Roho. Walikosa Roho, na kisha nabii aliambiwa aitishe Roho kutoka kwa pepo 4 na kumwita Roho. Tazameni, kwa nini? Kwa sababu Roho alikuwa akisafiri miongoni mwa mataifa katika kazi ya kutekelezwa ama kuundwa kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, watu wa kimbinguni. Na sasa Roho wa Mungu hana budi kurejea kwa Israeli. Nilimsikiliza balozi mmoja akisema jambo la huzuni zaidi ni kwamba uwepo wa Mungu uliondoka Yerusalemu, ambayo alikuwa pale hekaluni. Na sasa kupitia kwa nabii Ezekieli mstari wa 37 mstari wa kwanza hadi wa 14, tunapata kwamba
Roho wa Mungu, uwepo wa Mungu va a regresar a Israel. anaenda kurudi Yerusalemu, Así es que anaenda kurudi Israeli. es un profeta Kwa hiyo nabii ndiye aliyeita Roho para que entrara en ili esos aingie cuerpos, kwenye en esos ejércitos mili hiyo, katika jeshi que hilo había, lililokuwa tayari limeinuka, y ahora le faltaba solamente na el sasa espíritu. lilikosa roho Y tu. cuando entró Na era un alipoingia ejército, likawa un pueblo. jeshi la ajabu, watu wa Así es ajabu. que Kwa hiyo solamente un profeta podrá llamar al ni nabii Espíritu de pekee Dios para que anaweza regrese a kuita Israel. Roho wa Y Mungu lo ili va a arejee hacer. Israeli, na atafanya hivyo. Para eso es que estará el ministerio de Moisés Hiyo y ndio Elías. sababu ya kuwepo kwa huduma ya Musa na Elia katika wakati wa mwisho, Y por eso es que de luego na ndio maana va a ser restablecido el ufalme wa reino de Dios Mungu en la tierra. utasimamishwa, Y el Mesías utaanzishwa príncipe duniani, se va a sentar na en el Mesia trono mfalme de ataketi David. kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Moisés y Elías Musa en na el monte de Elia Dios. katika mlima Ya wa no en Mungu. el monte Sinaí, sino en Sasa el monte si tena juu de ya Sion. mlima Sinai, bali ni mlima La iglesia wa del Señor Sayuni, Jesucristo, kanisa la Bwana Yesu Kristo la cual comenzó allí en el monte de Sion. lililoanza Jerusalén. pale kwenye mlima wa Que Dios les bendiga y Sayuni, les guarde, y ya nos Yerusalemu. estaremos viendo Mungu abariki nuevamente en la actividad de esta kuwalinda, na tutaonana tena kwenye mkutano wa ya usiku este wa mismo leo, año espero estar na nuevamente natumaini con ustedes kuwa en el pamoja viaje nanyi tena que mwaka tendrá huu katika safari ambayo el misionero mishonari reverendo Miguel Bermúdez mchungaji Miguel Marín. Bermudez O Marin no viene por atakuwa acá nayo, este año. au Viene si por acá. anakuja ¿Para hapa qué mwaka fecha, huu? Miguel? Miguel, utakuja tarehe ngapi? Miguel anasema Mei tarehe 14 na tarehe Le va a dar 2 días 15. para otra vez acá o un día. Je, utakuwa hapa siku mbili ama moja? Miguel anasema tutawapa siku mbili Guatemala, siku mbili El Salvador na siku mbili Honduras. Honduras itapata Jumamosi na Jumapili. Sábado y domingo. Jumamosi na Jumapili, William Domingo, anasema. Miguel siempre Jumapili Miguel importante. kila wakati ni muhimu. Miguel anasema ndio maana mimi tayari wanasema wako na mtandao mzuri sana na uwezo nzuri wa kusambaza. Porque William uno de los anaendelea, últimos sitios tunahitaji que kufanya tuvimos problema vipimo kwa que se sababu afectaron todos los kila demás. katika Pero mojawapo ya ya en el sitio que se sehemu za tenga una mwisho actividad un tunapoenda domingo kulikuwa y na no funciona bien tatizo la ambalo comunicación, liliathiri wengine ya hay que wote. eliminar ese Na unajua sitio. kwamba ikiwa kuna mkutano siku ya Jumapili na Tenerlo mawasiliano proyecto. hayana kazi No nzuri lo mismo, ama porque hayafanyi si lo kazi mismo vizuri, vuelven a hacer lo mismo. unapaswa Y entonces, pues, kuzima porque tovuti hiyo au kutumia vifaa no es un tofauti, solo grupo, si vifaa sino son todos los grupos zile de todos los zile. países Zitafanya jambo lile lile los que se tena, afectan cuando se afecta kwa la sababu si kundi nación. moja tu, bali makundi sitio, o yote, sea, makusanyiko yote katika los nchi zote ministros ambao de wanaathiriwa wakati Son responsables mapeperusho delante de yanapotatizika todas las demás katika congregaciones. sehemu moja. Hiyo ina maana Tienen una kwamba responsabilidad de wahuduma tener algo bien mahali hapo preparado wanawajibika para kwa mikutano mengine, un viernes, Wana- sábado, wa- domingo. wana wajibu wa kujitayarisha principales que se vyema reúnen en kwa ajili ya todos los Ijumaa na países. Jumamosi Viernes na las Jumapili congregaciones, ambazo ndizo sábado siku las kuu reuniones de ministros tatu y ambapo watu hukusanyika domingo katika kila nchi, todas las Ijumaa congregaciones. katika makusanyiko, Bueno, que Dios Jumamosi les bendiga y les na guarde y, mikutano ya huduma na eh, Jumapili recuerden, kwa Moisés makusanyiko y Elías, yote. ¿dónde? Sawa, Mungu abariki na En walinde. el Kumbuka monte de Dios, el monte Musa na Elia de Sion. wapi? Kwenye mlima wa Vamos a dar Mungu, por mlima aquí ya Sayuni. Miguel, ya Tutamwalika hapa Miguel. lo tenemos. Que Dios te bendiga, Miguel. Dios le bendiga a cada uno de Mungu ustedes. tunaye hapa. Y Mungu nos vemos en akubariki. la noche Mungu de alinde mañana. kila mmoja wetu, na tutaonana katika usiku wa leo, Mungu akipenda.